Spurs amevuka hatua inayofuata. Wakati huo Simba pia alimtoa Gaborone kwa aggregate ya magoli 2-1 na inaenda kukutana Zingizini na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Zingizini ni nani? Hawa ni mabingwa wa huko ligi ya S18 ambao walikuwa vinara, walichukua ubingwa kwa pointi 60, waliwazidi ambao walishika nafasi ya pili wa ligi hiyo kwa maana Leopards wa mabingwa wakaingia hatua hii ya preliminary kuingia hatua makundi ya CAF Champions League. Lakini hawa ni mabingwa wapya. Na kielelezo cha timu kama Zingizini kuona kwenye hatua kama hizi, tunaweza kusema soka letu la Afrika limepiga hatua kubwa sana. Simba alimtoa bingwa wa Botswana kwa maana Gaborone, sasa hivi anaenda kukutana na bingwa wa S18. Pia ni wagumu sana wao kuruhusu kufungwa. Kwa hiyo unaweza kuona Simba wapi ambapo wanatakiwa kwenda kuanzia. Kwa maana hiyo wanatakiwa kuwa bana. Mambo vipi kwa Moe Stars, kwa Masava, uko vizuri? Jina langu naitwa Cisco, karibu tuzungumze michezo. Niko naye hapa chuma kweli kweli, Yusufu mwana Katalambula on the mic. Unakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu bwana, ikiwa na nguvu kubwa mno na Bati Quality. Njoo tuzungumze michezo. Kubwa zaidi ni wapinzani wa Wekundu wa Msimbazi Simba CAF. Je, ni vibonde ama ni wazito? Hii si ya kukosa bwana. Vizuri, nipo poa. Uzima upo? Alhamdulillah. Na hulalamiki? Silalamiki popote. Wanaitwa Zingizini Hotspurs. Sio Tottenham Hotspurs. Zingizini. Na hiyo Zingizini wala sio zingiziwa kule Chadika. Ni Zingizini Hotspurs. Hawa ni wapinzani wa Simba. Sahihi. Na hawa ndio wameshika tiketi ya klabu ya Wekundu na Msimbazi Simba, kupenya kwenye hatua inayofuata kwa maana hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Katalambula Yusufu, ni wapinzani wa aina gani kwa mnyama? Na je, unaona kafu imewapatia Simba mtelemko ama ni timu ngumu ambayo itaonyesha ushindani wa kweli dhidi ya mnyama kutokea Dar es Salaam Tanzania? Ni swali moja ambalo ni trick sana kwa sababu ndani ya hilo swali kuna vitu vingi sana. Tukianzia na CAF kuwapa mtelemko, naweza nikasema hapana, kwa sababu alikuwepo mzee wetu Kibaden, yeye ndo alikuwa anazungusha vile vipira ikatokea hivyo. Lakini lazima tujue hawa Zingizini Hotspurs kabla kuja kukutana na Simba alikutana nani? Alikutana na Simba bora. Hawa ni timu ambayo inatoka Zimbabwe, mabingwa huko Zimbabwe. Kwa hiyo unaweza ukaona ametoka kucheza na Simba, anaenda kukutana na Simba. Na kwenye mchezo wao, kwenye mechi mbili, ya kwanza alitoa sare kule Zimbabwe, nyingine akatoa sare huko S18, wakaenda kuchangamoto mikwaju ya penalty. Tukaona Zingizini Hotspurs amevuka hatua inayofuata. Wakati huo Simba pia alimtoa Gaborone kwa aggregate ya magoli 2-1 na inaenda kukutana Zingizini na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Zingizini ni nani? Hawa ni mabingwa wa huko ligi ya S18 ambao walikuwa vinara, walichukua ubingwa kwa pointi 60, ambapo waliwazidi ambao walishika nafasi ya pili wa ligi hiyo kwa maana Leopards, wao wakawa mabingwa, wakaingia hatua hii ya preliminary kuingia hatua makundi ya CAF Champions League. Lakini hawa ni mabingwa wapya. Na kielelezo cha timu kama Zingizini kuona kwenye hatua kama hizi, tunaweza kusema soka letu la Afrika limepiga hatua kubwa sana, kwa sababu zamani tulikuwa tunaziona timu ambazo zinajulikana. Yaani ukitajua timu wewe unajua huyu. Lakini sasa hivi kuna matimu mapya ambayo yanaibuka kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Simba alimtoa bingwa wa Botswana kwa maana Gaborone, sasa hivi anaenda kukutana na bingwa wa S18. Hii ni timu ambayo kwenye msimu uliomalizika walifunga idadi ya magoli 44 na wao waliruhusu magoli 18. Unaweza kuona ni aina ya timu ambayo wanafunga magoli mengi, lakini pia ni wagumu sana wao kuruhusu kufungwa. Kwa hiyo unaweza kuona Simba wapi ambapo wanatakiwa kwenda kuanzia. Kwa maana hiyo wanatakiwa kuwa na safu bora sana ya ulinzi, lakini pia wanatakiwa kuboresha eneo lao la ushambuliaji. Tumeona mechi ya jana ya kirafiki waliocheza dhidi ya Al Hilal Omdurman, na Simba akapata ushindi wa magoli 2-1. Mwalimu amesema kwamba Jean Charles Ahoua ni mchezaji mzuri, lakini kuna baadhi ya vitu anatakiwa kuviongeza. Naye mwalimu amesema alishawahi kukutana baadhi ya wachezaji kama hawa akawabadilisha. Kwa hiyo unaweza ukaona ile kauli ambayo ameiongea, pengine labda mwalimu alishaangalia Zingizini kuna namna gani ambavyo wao
wanacheza. Kwa maana ni wazuri sana kwenye kuzuia. Kwa hiyo mkileta masiala mnaweza mkajikuta mnaangukia pua. Turudi Simba wakati anacheza na Power Dynamos misimu miwili iliyopita. Umeona wamepita kwa aggregate ya 2-2, goli la ugenini ndo limewabeba, na hii ni kutokana na safu yao ya ushambuliaji kwa kipindi kile haikuwa bora mpaka umeona John Raphael Boko anaingia, wanaenda kupata goli la kujifunga. Kwa hiyo unaweza ukaona wanaenda kukutana na timu mpya. Pengine labda challenge nyingine ambayo wanaweza kupata ni timu ambayo wanaweza wasipate sana zile video kuangalia ni timu aina gani na kadhalika, kwa sababu ndo kwanza timu mpya ambayo imekuja mabingwa na wamekuja kushiriki. Kwa hiyo kwenye makaratasi unaweza ukaiona Simba ina nafasi kubwa ya kusonga mbele, lakini tunaheshimu mpira kwa sababu Simba hao tuliwapa nafasi dhidi ya Jani Galaxy na wakaja kutolewa katika dimba la Benjamin Mkapa. Mchezaji Gerald Charles Ahoua, mwalimu anakuambia ni mchezaji mzuri, lakini anatamani amuongezee baadhi ya vitu ili awe mzuri zaidi. Tumtazame pia mwalimu mwenyewe kuelekea kwenye hatua hii ambayo inatarajiwa kuivusha Simba kwenda kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Je, mwalimu anatosha? Records zinambeba ama sije katafutwa sababu baada ya Simba kuondoshwa kwenye haya mashindano kwenye hatua za awali kabisa. Ikumbukwe Katalambula Yusufu, umesema ya kwamba mpira sasa Afrika umebadilika. Unanipata vizuri? Yoyote yule anaweza fanya chochote kile. Na ilikuwa ni ngumu kuona timu kutokea Tanzania zikipenya hatua ya robo finali hadi hasa kikatolewa hatua ya kwanza. Unanipata uzuri? Sasa hii tuiangalie pia kwa mwalimu kwa sababu pia ukitazama vizuri sidhani kama alishawahi kuwa kocha mkuu kwenye timu yoyote. Ukitazama vizuri ile profile yake inaonyesha kote alipopita yeye anasajiliwa kama manager. Umenipata vizuri kwenye benchi la ufundi. Sasa kwa nini kocha anapewa title ya manager hata kwenye timu ambazo zinawafahamu kocha wakuu? Labda uwezo wake tu ni mzuri, lakini vitu vyake haviruhusu. Lakini kwa sababu ni wanasema bolo kipaji, basi anapewa hiyo title. Kwa sababu kwa manager watu wadili na wewe, kocha mkuu si upo. Wanipata uzuri wewe kama manager tu wa benchi la ufundi. Hii imekaaje kwa kocha? Hebu tuitazame vizuri. Tuanze kwenye title ya manager. Tunapoendea lazima tubadilike. Tumeamua kuchagua kufanya soka letu kuwa juu zaidi. Nikurudishe nyuma, wakati Ahmed Ally anatambulishwa katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, alipewa title ya meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Watu walipata mkanganyiko sana, wengine wakawa naamini kwamba huenda labda Haji Sande Manara bado yupo, lakini wengine wakafika mbali wakasema huenda labda anatafutwa msemaji. Zikaibuka taarifa nyingi kina Gift Macha na kadhalika wakahusishwa, lakini baadaye akaja kupewa elimu akasema kwamba msemaji wa timu ukisikia manager kwa maana anafanya zaidi ya kuisemea timu. Tukija kwenye manager kwa kikawaida kule barani Ulaya makocha wengi wanapewa umanager akiwemo Luis Enrique wa Paris Saint-Germain, lakini Pep Guardiola wa Manchester City. Mikel Arteta wa Arsenal na baadhi ya makocha wengi wanapewa title wa manager. Ukiwa manager wewe unahusika kwenye vikao vyote. Kwa maana technical director akiwa na vikao na bodi wewe unaingia. Kwa maana hiyo sasa hapa Simba anakuja kutuambia kwamba wakati wao wanafanya vikao hawa makocha walikuwa hawahusishwi. Ila kwa sasa hivi ndio Pantev huyu ni kocha wa kule Bulgaria, pengine labda ukiachana mbali na vyeti, kwa sababu wewe unajua nimetoka kuchukua kozi ya coach. Kile ambacho amekifanyia refresher course ya kupata CAF haifiki hata mwezi. Ndani ya wiki 2 wiki 3 anaweza akaipata vyeti. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kusubiria afakaja akatambulishwa kama kocha. Lakini yule alitaka kuwa yani kubeba majukumu mengi zaidi ya ukocha. Ndio maana akapewa cheo cha umeneja. Kwa maana hiyo sasa Matola atatambulishwa kama manager. Kama coach. Lakini huyu Pantev atakuwa kama manager. Kwa maana hiyo sasa ni kama unafanya biashara ya delivery. Wakati tunanunua wifi yetu kuna ule mtu wa delivery alituletea, right? Yule wifi akipata changamoto tunaongea na huyu wa delivery au tunaongea na kampuni? Tunaongea na kampuni. Si ndio? Sasa na wao Simba kwa sasa hivi wamemchukua Pantev, ambaye Pantev ni bosi wa nani?
wa Matola. Selemani Matola. Lolote likitokea kwa Matola ataulizwa nani? Pantev. Lakini pia nimeona sasa hivi Simba nao wanataka kubadilika kuingia kwenye manager. Wanataka kwa sasa hivi hakuna coach, kunakuwa na manager wa team, manager wa vifaa, manager na kadhalika. Kwa hiyo ni Simba wamempa cheo kikubwa sana Pantev, na haihusiani sawa sijui vieti vimefanya nini na kadhalika. Kwa hiyo Pantev yeye atakuwa ana haki ya kuingia katika bodi kwenye vikao, ana haki ya kuangalia ni mchezaji gani wamchukue, ana haki pia kusema kwamba huyu labda apewe mkataba mdogo na kadhalika. Kwa hiyo ni cheo kikubwa sana ambacho yeye amepewa Pantev, lakini naweza kusema kwamba kwa kile ambacho amekifanya Pantev, huenda yeye kwenye makubaliano akataka iwe hivyo. Ndio maana kwenye interview yake akasemaje, mnaweza mkanipa teto wote, mnaweza kusema hata mtunza vifaa, imradi tu na kuwa katika bodi ya Simba basi nipo pale. Kwa hiyo ni title tu ambayo ipo hivyo, na ukiangalia kwa mpira ambao anaucheza yeye na Nivua Stadi Nsingizini Hotspurs, kwa baadhi ya mechi ambazo nimeziona, naamini tunaweza tukaenjoy mpira mzuri sana, kwa sababu unaona mpira ambao anaocheza Pantev ni mpira ambao anapiga pasi nyingi na kwenda mbele kwa haraka sana, yani kupossess mpira. Na ukiangalia Nsingizini pia ndo hapo hivyo hivyo, ndio maana umeona ana idadi nyingi sana ya kufunga magoli. Yes. Kwa hiyo mawili tunaweza tukaenjoy soka safi ambalo linakuwa na magoli mengi, au unaweza tukaenjoy, au unaweza tukapata mpira ambao utakuwa na mbinu nyingi kwa wale ambao watu wa burudani ya mpira waweza wasipate burudani. Umeangalia mechi 3 za mwisho za Manchester City na Arsenal. Watu wengi wanalalamika kwamba atupate ile test, yani tupate mpira mzuri, kwa sababu walimu wamekuwa wakijilinda sana. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho naweza nikakiona kwenye mchezo huu, lakini kwa Nsingizini Hotspurs si timu dhaifu sana. Ni timu ambayo ni wageni, lakini pia ni timu ambayo wanacheza vizuri sana. Kwa hiyo tusubirie na tuone, ingawaje Simba kutokana na records na ukubwa wake ana nafasi ya yeye kuweza kufanya vizuri, lakini bado nitarudi kule msimu uliopita tuliona Zamalek alitolewa na Stellenbosch ambao pia ni wapya. Kwa hiyo Simba tunawaachia wao na Pantev waendelee kuisoma, na ukiangalia zimebaki siku chache tu kwenda kukutana. Kwa hiyo tutaenjoy mpira mzuri sana. Bwana, tutaenjoy mpira mzuri sana. Ni maneno ya Katalambula Yusufu, mzee wa mambo. Vipi? Mimi naitwa Sisco. Umepata kusikia mengi na mazuri kutoka kwetu. Endelea kuwa nasi, endelea kutuamini, kwa sababu sisi tunakupa kile kilichokuwa bora zaidi na tunakupa kwa wakati mno. Sasa hivi bwana, tumekuandalia hizi session ndogo ndogo kuelekea kwenye mchezo wa Simba dhidi ya vijana kutokea pale Iswatini. Mambo ni mazuri kweli kweli, cha kufanya tu hakikisha au pitwe na notification inayotokea kwetu. Ukipata notification tu gusa ili upate mambo mazuri. Nyuma ya kamera uko Steven Mapunda, mimi sina la ziada. Kwaheri.